Alafu leo tumebarikiwa kuwa na ladies wawili kama wageni. Kwa sababu kwenye leo tumejaza ladies pekee yake. Tuko na assistant county commissioner. Nakwambia. Alafu pia niseme ukweli na kwetu nyumbani. Taita pale. You're very proud. Very proud jamani. Very proud. Ujo producer anambiaje? Uno mzinyi. Au ulisema ingie teke jamani. Hakikisha jamani anaingia. Tuko naye assistant commissioner, ni county commissioner Rehema Kiteto. Karibu sana dada. Asante. Faya kuona bwana. Nimefikia utakuja na magwanda, nimeona unapiga suti umenyonga. Kama ile picha mama kama mna post. Unajua ile picha ndio post. Unajua producer alipatia hiyo picha akamwambia huja na magwanda. Alafu ni kazi ambayo mimi niko naipenda sana kikweli kabisa. Hivi amngeshtuka kama ningekuja nayo magwanda. Mimi si. Hata kwanza tungefurahia sana by the way. Alafu upige kakofia, utubebeka nyundo hivi. Ile mna Songa kindo anaita nyundo. Bwana karibu sana bwana Rehema. Nimefurahi kwa kwema. Sana ya. Uko poa? Mimi niko sawa. Unapenda uitwe nani? Yaani tupatie ile majina ambayo tusije tusema ujue mheshimiwa ni nini. Hem tupatie ile majina ambayo tutaongea na tupige short. Unapenda uitwe nani? Tukiwa amana hata ukiwa unapenda kuitwa nani? Rehema tu. Rehema. Yes. Karibu sana bwana. Asante. Good to see you. Good to see you too. Kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara kwanza, ongea kwanza na wananchi wanakusikia. Najua labda kuna wale wanakujua. Kwa wale ambao hukujui, punguza hapo kidogo. Wewe? Pole. Jitabi. Pole officer. Afande. Sawa. Kwa wale ambao labda hawajawahi kuona au uambie kwa haraka Rehema ni nani? Tukiendeleaga. Asante, mimi naitwa Rehema Malemba Kiteto. Kwetu ni Taita ama Kwale. Mimi ni assistant county commissioner ama kitambo alikuwa anaitwa Dio. Dio. Yes. Dio wewe by the way. Dio na DC. Kwa Dio na DC. Chief Dio DC. District officer. Na vitu kama hivyo. Alright. Kwa haraka wewe ni assistant county commissioner ambao umesema ni Dio, lakini pia vile ni mwandishi ama author na pia vile ni CEO. Tunaanza na mwenzangu hapa kwa sababu ujue veo vikao vimekuja akasema akija takata tujue, lakini pia vile at a young age kuwa Dio miaka 27 kama sijakosea. Sasa niko 28. Sijaribu kupunguza miaka yangu. Wasema nakata miaka. Sawa. Kwako imekuwaje haswa kwanza kupata kuwa kwenye hiyo wadhifa? Kwako imekuwaje? Well, imekuwa vizuri. Niliandikwa kazi nikiwa miaka 28. 24 so yes. That was 2021 when I got appointed, and imekuwa vizuri because kule ground wanaheshimu Kirauni speaks more, and nime grow kwa service. Like the bosses that I met have been good mentors, colleagues pia. Imekuwa vizuri. Alright. Now tunataka tujue sasa safari yako. Rehema anatokea Kwale ama Taita? Umekulia wapi haswa? Nimekulia Kwale Samburu. Kwale Samburu. Yes. Pale ndo umesomea, pale ndo umezaliwa? Yeah, nimesomea hapo Samburu Primary School. Afu nikaenda Mosere Girls Taita. Then I went to Egerton University 2015-2019. That's when I graduated. Twende pole. Samburu pale umesomea. Yes. Primaries, right? Familia watu ngapi? Tuko 8. Watoto 8, wazazi wawili bado wote wako. Watoto 8, wewe ngapi kwenu? Mimi 4. Yeah. Umekulia pale vile, ndio unataka kuwa gani? Nikiwa mdogo nilikuwa nataka kuwa rubani. Rubani, of course, kwa ndoto ya watu wengi sana. Pilot, daktari, engineer. Yes, and then along the way, actually nikiwa form 4, I really wanted to do aeronautical engineering. And then so that means lazima ningepata A. So nikakosa A, ended up kupata B+. So nika change course. Ile second revision na nini kucheso nika ended up doing Bachelors of Arts. Course ambayo hata mwenyewe sikuwa naelewa, sociology, English literature. Yeah, so hata nilikuwa namaliza campus sikuwa najua kwa nitakuwa nani. Hii mambo ya kuwa uongozi ni ndoto ambayo ilikuja baadaye after nimemaliza campus. So sema ukiwa pale vile umesema ukiwa seko, unakuwa fanya kwa pilot na bado pia unakusomea
urubani. Hivi ina maana kuwa familia ilikuwa ni familia na gani? Familia ambayo kwa inajeza. Unajua hizo ndoto ambazo hizo ndoto ni za afasimani you ended up doing kumashani ungekuwa na hiyo ungefanya unajua. I don't know, I think sikuwa naangalia pesa, nilikuwa mimi nataka kufanya tu kazi ambayo itashtua kijiji, yani kazi ambayo iko na hadhi yake. Pata yes, hivyo tu. Hii kazi yote nilikuwa nataka, kazi tu iko tu vizuri inatajika. So hapo kitambo sikuwa kwa kijiji, either ukue daktari, ukue engineer, ukue hizo tu kazi tu. Kuna zile specific jobs. Walimu yeah. Yes. So ukaingia pale umemaliza form 4. Of course unavyoongea ile unakaa tu ni mtu ambaye pia kitabu kiko kinaingia. Kungangana wewe. Bwana kweli. Kitabu changu kile ambacho nimeandika Daring, nimeeleza vile nilikuwa na struggle. Lakini nilikuwa na masomo mimi nakuwa nime struggle kabisa. Book naye lazima nisome mara 3 ndio nifanye mtihani. Wewe ulikuwa ni uchika pale shuleni, ulikuwa mwanafunzi wa aina gani? Ulikuwa ni yule mwanafunzi ambaye yani yuko average, ni yule mwanafunzi yupo ama yule mwanafunzi lazima nipite? Nilikuwa nasema lazima nipite. Sasa ile kungangana siko nafika ile. Ulikuwa niko hapa katikati. Sipiti sana, sianguki sana. Niko tu hapo katikati. So dio ilikuja ikaingiliaje? Dio. Sasa si nimekwambia nikafanya Bachelor's of Arts, Social and Literature. So nilimaliza 2019. Egerton. So nikirudi nyumbani, nilijaribu Standard. Nilikuwa naandika Standard newspaper. Really? Yes. Wow. After I'd published my first book ile ya watoto, so I think anipatia nafasi kuintern na wao. So after nilifanya kaa 1 month alafu nikatoka. Dada akaniambia rudi nyumbani kwa sababu finances. So nilirudi nyumbani hiyo 2019 2020. A friend akaniambia Rehema government imeadvertise wanataka assistant county commissioners. So the requirements, anyone with a social science degree. There's no I could specify age. Wala nika 3 years experience. Nimetoka shule. So mimi nika apply to kazi. That was 2020. And then now results zikatoka 2021. Hiyo time ilikupata ukiwa wapi? Hiyo time ilikupata ukiwa wapi ukiapply? Nilikuwa Kwale Samburu. Unaweza tu nyumbani? Nilikuwa nyumbani. Ushamaliza shule? Niko tu hapa. Kazi imekuwa kutafuta kazi. Yote mama asemaje? So unajua nilifika tu nyumbani hivi nikianza mambo ya community work. I had a group inaitwa Hands of Compassion. Kwa tunashinda tumementa watoto kwa mashule, tunapeleka pads. Tuko kwa community. Hiyo na volunteer tu. Volunteer, yes. Kwa volunteer. Alafu corona came, so tulikuwa tunapeleka chakula na MCA, tunapeleka chakula na these organizations zinakuja Samburu. Hivyo tu nilikuwa community vibaya sana. So ikatokea nafasi ukapply na ikajipa. Yes. Kabla tuende hapo hivyo ndio ije kujipa. Unajua nishapiga story sana na wanangu wengi sana mambo ya kuvolunteer. Lakini kwa ambao pia umeshakuwa hapo hivyo, kuna mambo gani kwa kijana ambaye yuko pale nyumbani, kwa sababu leo ni Inspirational Wednesday. Yes. Najua kuna vijana wengi sasa hizo wamemaliza, kuna wale ambao washakata tamaa. Lakini kuna mambo gani wa watu kujitolea kufanya vitu vingine, kwa sababu siku zote unatumika tu. Kwa kwamba ushaifanya hivyo vitu, kuna mambo gani? Volunteering is very very important. Unajua ni ile ukikaa nyumbani sana utakuwa depressed. So ni kufanya kitu ambacho unaweza kufanya. Tu unajua akitumiza mfuko wako sana. Like anything that you can do, just do it. Like me see good thing with me, nilikuwa nimefanya mambo ya community na pia whatever was available ilikuwa community work. Afu unajua hiyo time pia umeapply internship, hakuna organization ambayo ina respond, county government wamekosa ku respond, wanasema sisi hatuna pesa, hata ukija utatumia fare yako bure na kuna pesa ambayo inakuja tutakulipa. So chenye wewe unaweza fanya tu, either ikuwa unalipo ama hulipi. Itajenga CV yako, itakujengea network. Like hiyo time ya hiyo 2020 until 2021, mtu dad paraniuliza ulipata hadi kazi, utasema ngine unasema anajuana na nani na nani, but hizi connection hata pia tulikuwa tunataka kuuliza hapo ndio kwenda, kwa sababu kikweli kabisa mtu anasema hii ni connection ama uko na mtu huko juu. Nataka story ya small god. Big god, small god. So tuende kwanza leo mambo ya volunteer. Hapo tufike hapo kwa small god, big god. Yes. So unaona hizo volunteering nilikuwa tunafanya. Ningekutana na waheshimiwa, kuna hii organization ambayo inaitwa Kwale Youth Assembly. Iko Kwale. It is an organization formed by the youth, us for the youth. Tuko na bunge letu, tunapatana kuongea issues za vijana wa Kwale.
So kwa hizo mkutano zetu tungeleta PS Boga alikuwa angekuja, county government ya Kwale wangekuja na kukutana na wao. Mpaka leo mtu akianza nani ameandika kazi mimi sijui. Kuna watu watatu wakubwa walikuwa Rema, mimi ndio nilipenda jina lako, mimi ndio nilipenda jina lako. Mpaka leo mimi sijui. Lakini either wali second, mimi sikujua. Yes. So probably wale watu ambao kufanya wanajua sikuwa na kazi na wanajua chenye mimi nafanya, chenye mimi nataka, nimeonyesha uongozi kwa kijiji. So God akaingilia hapo katikati. Now the big God hapo ndiye aliingilia. Yes, akagusa watu. All right. Unasema yani kuna baadhi ya watu wanasema kuwa alitaja jina lako na likaenda, lakini haujui exactly nani. Wewe unafikiri kitu gani kilikufanya wewe watu kama waweze kukutaja? Nataka nijipige kifua. Unajua kila mtu anajua my strength, weakness. So kwako wewe nadhani kuna baadhi ya vitu unajua mimi labda ndio watu kunitaja kwa sababu ya hiki na hiki. I think it's the good relations ahead with these people. So nilikuwa tunafanya nikwambia kama hiyo represent issues kwa vijana, nilikuwa na represent hiyo Samburu Chenkoni ward. So tungepatana watu, mimi ningejieleza, nilikuwa najua kujiongea. Unaona hii dunia naambia vijana lazima usikike. Usikike lakini usisikike kwa ubaya, lakini dunia ijue kwa kuna mtu anaishi mahali, ijue kwa kuna rehema. So that kikitokea opportunity unasema kuna mtoto fulani pale, ina nafasi itamfaa. Sasa wewe kunyamaza ni ngumu sana dunia kukujua. So hawa watu nilikuwa nikipata nao mimi najipresent vizuri, CV yangu sidhani kama ilikuwa mbaya. Baadaye niliingia siasa hapo katikati, hapo mbele 2021. Basi ningepata kazi sasa labda ningekuwa MCA. Na ulikuja lakini na hii foundation yako ya inajiita Samburu Hands of Compassion, something of a sort. Yes. Ulikujaje na hiyo foundation? But saizi nimechange inaitwa Rehema Empowerment Social Network. It's an organization ilikuwa nataka kutumia platform ambayo natumia ku reach out to the community. Yeah, so ilikuwa sana Kwale kwenda kuongelesha watoto kwa shule, because Kwale education haikuwa vizuri sana. Like saizi imepanda, imekuwa vizuri. So kuna shinda kuambia watoto tungangane, tusi drop out shule. Mambo ya early pregnancy, early marriages, like tunaweza vumilia tu, ama ile umaskini ambayo iko Kwale. Hizi ni shida ambazo tunaweza zi overcome na tumalize shule. Education is an equalizer. Like pia sisi tutafika wale ambao wako pande ya Nairobi. Alright, tuko na Rehema hapa na kikweli kabisa Rehema ni mwanasiasa ambaye tuko kwenye mjengo. Mambo mengi itakuwa tunaongea naye kwa sababu hata kwenye mtandao nadhani unajua Rehema kama mwanaharakati fulani kikweli kabisa. Na unasema kama haungekuwa penye ulipo labda ungekuwa MCA fulani pale na vitu kama hivyo. So kuna mengi itakuwa tunaongea na Rehema kwa sababu Rehema pale alipo ni mtu ambaye ana deal na watu moja kwa moja. Una ndoto za kuja kwenye siasa? Baadaye. Sasa tunarudi DJ. Kwenye mjengo jamani, tuko na the youngest assistant county commissioner ndani ya mjengo, anaitwa Rehema Kiteto, straight out of Kwale, straight out of Taita jamani. Acha nisisitize hapo kwa Taita. Ni wa Mzinyi. Tuko na ni wa Mzinyi na pia vile ni CEO. Wewe jamani ni CEO wa nini? Labda kwa sababu labda utuambie kwenye zile titles pale vile mpaka mimi kwanza producer akasema akija mwenye atatueleza, tutamuuliza. Yes. Well, we have a gifting company. It's called RK Gift Hub. Yes. So unatuambia tu kuna mtu wako unataka kumpatia gift fulani. Budget yako ni ngapi? And we deliver country. Oh. Yeah. So unani ku surprise mtu? Yes. Kama ile Mother's Day we deliver gifts across the country, everywhere to their mothers. Ni kitu ambacho umeweza kufanya baada ya kufika penye huko, ama ulikuwa unakifanya kabla huko penye huko? Nimeanza hata mwaka tu. Mwaka tu. Yes. Mbona? Ni idea nimepata, nilikuwa nataka sana side hustle apart from kuandika vitabu. Nikafikiria I love gifting people, napenda ku surprise watu. So with my friend Diana Chepto nikamwambia what if we form this company? Ni kitu ambacho napenda kufanya na itatuletea pesa. Watu badala ya kwenda kuandika Facebook happy birthday to my mother, hata labda yuko Facebook, tumana gift enda nyumbani. Tao. Yes. Na kuna mahali ulisema politics is a dirty game. Ukasema kuna mahala fulani ambapo familia yako kidogo ilikuwa targeted kiplani. What happened? Tulikuchambua. Kama uliona hiyo pate ulifanya uchambuzi.
Well, nilikuwa na interest na kiti cha MCA Kwale, Samburu Changoni. So nilianza campaign mapema, hiyo 2020 kisha nikaanza 2021. Sikuwa na resources, and then I'm young, around 23, 24. So along the way, so unajua unadepend na wale watu ambao wale viongozi. So kuna vile unajialign na kiongozi fulani. Ambao unataka unamkampenia ndio ukienda ground unaongea jina lake na anakusaidia na resources. So kafika time nimepanga mkutano, nimeita wale watoto ambao wanafaa kwenda form 1. Like so watu wachangie fees na pocket money. And then nikalika viongozi kadhaa. Kuna mmoja mwenye alikuwa anataka governor. Wale wote wakujua yeye peke ndo alikuja. Naomba nisimtaje jina. So akakuja yeye peke yake. So alipokuja simi nikafurahi, lakini kiongozi akakuja mkutano. Na kumbuka kuna story ya corona, but ilikuwa tumeka all zinaitwa protocols whatever, like tumeuza. Yes. So alipokuja ile mkutano, wale watu wengine ile kampi nyingine wakaona vibaya, wakasema Rema amehama huko ameenda huko. Na napo basi kesi kaanza kutokea. Wakaanza kupiga simu wakasema Rema anapinga serikali. The current serikali ya Kwale. And it was no good. Like my dad kaanza kupigiwa simu, mtoto wako ameanza like tu kuambia ni rebel. Yes. Ilikuwa vizuri. Alafu sasa unajua pia familia yangu ilikuwa imeaccept sana mimi niingie siasa. Nilikuwa nimeingia na mguu mmoja. Tushana wewe kwa familia yako kuna baadhi yote shai jaribu mambo ya siasa? Hakuna, nilikuwa mtu wa kwanza. Wewe mtu wa kwanza. Babangu ni pastor, mamangu pia wote wamekuwa kanisa. Imetokea wapi? Interest. Like I really wanted to serve my people. Nilikuwa nataka kutumikia. Unaona sasa nilikuwa na volunteer. So nilikuwa nashinda nimembo naambia God, nataka kiti ama ofisi ambayo itanipatia resources na itakuwa inaniempower kufikia wananchi wengi zaidi. Hiyo time kumbuka sikuwa na pesa, nilikuwa naomba huku naenda kupeleka kule. So nasema nikipata ofisi ambayo iko na resources, mwenyewe unatoa kwenda kusaidia. Mimi nitashukuru. Iko na power na iko na resources. Yes. Right now uko sehemu ambayo nadhani ni ndoto pia ya baadhi ya vijana ama kila kijana. Assistant County Commissioner, si cheo kidogo. Una mpango gani tukichana na hiko cheo ambacho uko nacho sasa hizi? Ikitokea nafasi ya kuingia kwenye siasa, ama una mpango kuingia kwenye siasa? Uliza ile swali mara mingi. Njoo ni kama anataka uingie. Anajaribu kunicheka no. Anataka uingie. Asema hiyo haikuwa nzuri na pia hiyo time nadhani labda pia ndo umechipuka. Right now uko kwenye game, ushaona sasa umeserve watu jamii tofauti. So nadhani experience hizi ni tofauti kabisa. Knowledge miaka imesonga, nimejuana na watu wengi zaidi. Tunaweza ingia siasa miaka hiyo ijayo, miaka mingi, probably 30 years from now. I don't know. Kwani mbona si bado najipanga. Lazima nikuwe na familia kwanza. Na niweke resources vizuri. Lazima ukuwe na familia. Familia muhimu. Tunamtana mjengo tuko naye Assistant County Commissioner aitwa Rehema Kiteto, straight out of Kwale, lakini anawakilisha ni Bomet ama? Bomet. Bomet. Alright. Ikoje lakini katika Bomet pale koje kunasemaje? Bomet kumetulia, shai mingi, mvua mingi. So kazi yako ni gani pale Bomet? As an Assistant County Commissioner, kazi yangu ni we coordinate national government programs and projects. Number 2 as a unaona hiyo ni national government administrators, huwa tunachia security. Though mimi sifanya the division level, nafanya the headquarters, but ACCs ambao wako kwa division, they chair security meetings. Another work is we implement presidential directives. Kama hii tunapanda miti, tunahakikisha kuwa tunafikia 15 billion trees. Like any directive that the president anapeana, sisi tunahakikisha kwa ground iko. Na pia tuna maintain peace and order. Like ile kijiji kiko sawa, watu wapigani, kuna usalama. Hiyo ni kazi yetu. You are young, very smart and aggressive. But now how do people take it when you talk to them? Kwanza, how are the old people? The old aged sana? How do they take it when you talk to them? Well, wakati nikiongelesha wananchi tu tunaomba tuvae uniform. So wakati ukiongelesha wananchi na umevaa uniform, I think wanaona tu ni serikali. Bora tu umevaa uniform unaona wewe ni serikali. Angalia umri, muangalie gender. So inakuwa rahisi. Lakini nikienda kwa mfano bahati mbaya kazi imetokea na nimevaa raia, then inakuwa ngumu. Kuna time wakati wa mafuriko tumeenda kukuambia watu, you know the riparian area, like watu wameenda paka karibu na mto. So nimeshinda kuambia wananchi mbona
Inashinda nimeshout. Sasa watu sana wananiangalia, huyu ni nani? Anasema nini? Ndio nikakumbuka sijavaa uniform au kama ni nani. Sasa inakuwa ngumu. Lakini ukienda uniform wananichukulia vizuri. Yeah, amri. Ukisema inakuwa ngumu, kwenye career yako umesema sasa hizi ni miaka 4, right? Yeah. Tangu umeanza. The worst thing ambayo shafanyika kwenye career yako labda ile ukafika ukasema hii nitatoboa kweli, hii nitaweza mimi kama Kiteto, mimi kama Rehema, ilikuwa nini ambayo shetokea ukasema sawa tuacha nipambane? Wakati watu waliandamana kwa ofisi. Yes. Bomet ama wapi? Bomet. Kuna group of PWDs walikuja kwa ofisi wakisema kuwa wamekandamizwa, kuwa kuna pesa rais ametangaza imetoka na wao hawajafikia. Yaani wamesema tu kuwa hawasikizwi. Na ilikuwa kunanyesha. So wamekuja, unajua walikuja na hasira sana. So kwa tunashindwa kuelewana na mdosi pia hakuwa. So like ilikuwa nimeingia tu kazi kama 1 year. Ilikuwa ngumu. Wakati unapata situation ulifanyaje? So ilibidi nimewatuliza, nikamwambia ni sawa. Sasa unajua unaita viongozi wao waingie kwa ofisi msikizane kwanza. Ukiambia ingia watatu wanakataa, wanasema para lazima sisi wote tuongee. Sika kwangu, lakini nimeshakwambia afu walikuwa wameleta media. Just media wakapukusikia anything. Wakiongea mbaya tu kila mtu ameshika simu. Sasa kimi nikamwambia sawa, mseme chenye nyinyi mnasema na nikawapatia our stand chenye mimi najua kuhusu serikali. And walikataa kuelewa. Mwisho ilisha nikamwambia tunaweza panga mkutano baadaye. Kwa sababu inanyesha, watoto wadogo paka wale ambao kwa cerebral palsy wamelala chini. Nikamwambia tunaweza panga mkutano tusuluhishe mambo yenu. Like atusuluhisha leo yote. So waliondoka finally. Walafu wananiambia tena kwa sema niwapatie pesa fare ya kurudi. Na walikuwa ni watu wengi. Walikuwa karibu 100. And now talking of media, kikweli kabisa wewe pia niyo presence yako kwenye socials iko sana. Hii ina umuhimu gani kwako? Kwa sababu yani kila kitu ambacho unakifanya mara nyingi tunakiona pale kwenye mitandao. Mbona? Well, napenda social media, inanisaidia connect na watu. Ni platform nzuri ya kusikiza watu wanasema nini, kuongea. Kwa natumia platform zangu kujiongelea mambo yangu mwenyewe kibinafsi, na pia natumia social media kuongelea mambo ambayo wananchi wanafaa kujua from the government side. Ile kama ni adverts za kazi, kama ni just things that the public needs to know. It's a good one. I love it. All right. And as a social worker, ni achievement gani kubwa ambayo tunaweza sema umemake so far? A social worker, well, kudeal na kupatanisha. Unaona kuna hizi cases za GBV something. Like kuempower wamama kwa kijiji, like kujaribu kuwainua, like kujaribu nini sana inakuwa ni akili ya mtu ile kumfanya afikirie tofauti ya vile ambavyo anafikiria. So kuna wanawake, kuna wasichana ambao tumeongea na wao, wamebadilisha, wameinuka kimaisha. Na wako sawa sasa. Wako sawa. Na kuna mahali ulisema kwamba you actually need a lot of money to help a lot of people. Helping them in which way? Well, kuna wakati saizi nikiwa kwa ofisi ndio. Kuna watu ambao wanakuja kwa ofisi wakilia biashara ama matatizo. So unaangalia huyu ndo unajaribu kumwangalia long term solution. Amekuja labda mtoto wake hana fees. So kuna mama ambaye alikuja, nikamwambia so nikusaidia je? Akasema nilikuwa na biashara ya mitumba na ikafifia kwa sababu mtoto wake alikuwa kuna tatizo la moyo, akampeleka hospitali na nini. So nikamwambia tukifufua hii biashara yako ya mitumba utakuwa sawa. Akasema ndio. So alikuwa anataka around 15,000 ile bill. So nikamwambia okay, nakupea kama loan ama nakupea siku ambapo utainuka utarudisha pesa yangu. So I gave her that. And wengine pia wakasema nataka kufanya hii biashara ya kuchoma mahindi. So unapata kuna watu ambao unajua ukiwapatia hii pesa kidogo watainuka. Sile unapata hadi unafunza mtu kwenda kuvua samaki. Siku mpatia samaki kila siku, napenda kuanzia the root ndio endelee. So kuna ambao wamesaidika, kuna ambao hajasaidika, kuna ambao anakuja na shindo kusaidia. But it's okay. All right. Huko kwenye tema ambao watu mambo ni mengi, malamishi ni mengi. Tuongelee uongozi wa saizi. Wewe unazoongeleaje? Utakuongea. Kausha. Tanzetu. Umesema yani amekwambia umesema tutaingia kwenye siasa wakati tuko na familia. hivi. Hivi tutapata familia lini, Rehema? Well, I think, 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 I think
Mtu anakuwa amepanga time ile anapata Ah, yeah, of course. Nilidhani ukipata mtu mwenye unaona anaweza jenga naye familia wakati wote unakuwa unajenga naye. Hujapanga ile, unajua mimi najua shafika hii umri, yani lazima niwe na huyu. Unajua kuna character development huko nje. Ushaipata moja? Hata hawagopi kufungwa. Hawagopi kufungwa. Kikweli kabisa hawagopi. Rema ongea. Ati hawagopi pingu. Mimi mtu pia naelewa lakini kweli unaiona. Unakuja hapa kunicheck. Unapata mtu huyo unajua labda unajenga naye familia alafu inakuwa sie kumbe. So unashinda tu. Tumesema train. So unasema mpaka sasa hizi bado hujapatikana? Bado. Kweli? Mbona kama ndugu yangu fulani hapa amini story nasema yoni. Ama tu unataka kuchao. sawa. Asema mwingine some should I is acha tumalize story. Umesema Rema hajapatikana bado. No, umeuliza kama nimeoleka. Sijauliza kama umeoleka. Nimesema yani huyo ambaye umesema lazima utafute mtu na nimeuliza hajapatikana mpaka saa hizi. Yuko. Lakini bado hatuja. Bado uko sure? Bado hatuja like mipango haijakamilika. Yes. Itakamilika tu inshallah. Tuongelee kitabu. Yes. Kitabu gani kwamba wewe ni mwandishi? Yes. Yeah. So far vitabu ngapi? Vitatu. Gani? Cha kwanza ni Hell in the Bucket and Other Stories. It's a children's book. Ilitoka 2019. And then the second ni published last year. Inaitwa Daring. Story of a Girl. It's my memoir. My life from mpaka 25 years. 25 years of my life. Alafu saizi ya tatu ambayo tuna launch hii Saturday inaitwa Figuring Love. Figuring Love. Ndio naendelea kufiga love. Na tuko nampiga picha ndani ya studio. Ni afande pia. Ni afande. Hakika. Pia. Oh my God, tu sawa jamani. Kikosi ndani ya mjengo. All right. Tumelinda vizuri. Niulize hivi. Sawa. Wakati unaandika kitabu, Sofu umeandika 3. Na wakati tulikuwa tunazungumza nao ulikuwa unasema kwamba lazima ungesoma kitabu mara 3 ndio ufanye mtihani. Yeah. So this wisdom ya kitabu, where do you get it from? Mostly social issues. Mimi napenda kuongelea vitu ambavyo ni real. So inakuwa rahisi. Because vitu ambavyo umeona so ni kuji-express tu. Mimi najua kuji-express. Plus every day I journal, I have a diary, I write everything. Patana na mtu mimi lazima niandike, niambie diary nimepatana na mtu anakaa hivi. So inakuwa rahisi sana kuandika. But some mambo technical issues, mambo ya science. Yes. Nadhani kuna baadhi ya watu wamesikia vitabu ambavyo umeandika. Kitabu inakuchukua muda gani kuandika? Well, kama kitabu ya Figuring Love naandika chini ya miezi mitatu. Yeah, December until April hapo alikuwa nimemaliza. Kitaingia kwenye soko ama kitaingia kwa soko? Unapangaje? After tume launch on Saturday, nitaweka kwa different bookshops. This Saturday? This Saturday. That fast? Yes, wapi huko? Hapa Professional Center. Wow. Nairobi. Tumealikwa? Please, tafadhali kuja. Tualike jamani tukuje. Sawa. Kuja tuchambue mapenzi. Nasema hiyo kitabu cha wapenda nao. Ni Figuring Love. Ulikuwa inspire nini? All the love gone wrong. Character development. Yes. Hivi ndoto yako kubwa ni gani? Kukuwa kiongozi mtajika. Mwenye anaweza get things done. Sipendi kuwa na issues zenye imekuja like zote zimekuwa zimepile. Niko vile kiongozi mwenye naweza tekeleza hivi vyote, nitakuwa sawa. Nataka tu kuwa kiongozi whichever rank. Okay, nipande ranks. Ni familia hapa. Pande ranks. Yes. All right. Kuna kijana nakusikia pale. Isiwe tu msichana, kijana nakusikia pale. Unaweza mwambia ni vitu gani ambavyo kuzingatia, kwa sababu nadhani pia ufika hapo ulipofika kuna baadhi ya vitu ambavyo ulizingatia. Yeah. Well, self discipline, like distractions nazo ni mingi.
Ukishajua nini unataka then ufocus. Sasa nilipomaliza shule nilikuwa nasema nataka platform ya uongozi. Nizidi kutumikia wananchi. So whatever platform nilikuwa napata na kulikuwa naitumia zaidi. Nilikuwa na work hard on it. So kuwa focused, usikue distracted. Ubakie tu kwa hiyo njia ambayo unataka. Alafu kikubwa ujiamini. Kwa sababu watu kunje wanashinda kwamba wewe nani? Wakati nikiwa community naambia kwanza time nilikuwa nataka kwa MCA. Huyu msichana mdogo like watu washinda wamekudoubt. Sasa ni ile belief yako ikuwe kubwa zaidi ile ushinde wow, yani we make them believe in you. Hata kama wakikosa kubelieve but it's okay. Wewe kama unajiamini alafu uamini Mungu. Because most of the time hii road inakuwa lonely. Wakati bado huja achieve ndoto zako inakuwa a very lonely road, unaweza give up. Lakini ukijua ni mimi na Mungu like hakuna mtu hapa katikati inakuwa vizuri. So usiwahi kosa kuamini Mungu na kujiamini wewe mwenyewe kwa unaweza. Yes. Wakati Rehema yuko kazini anajinai sana nini? Nakuwa nimeendesha baiskeli, like I do riding over the weekends. Yeah, and na watch movies. Hivyo tu. Oh. Ilikuwa tukuuliza upige sherehe. Nimemuulizia. Kitendo jamani, kitendo. Abisipige sherehe. Upigange sherehe. Unless okay, siwezi piga sherehe kwa within my area of jurisdiction. Sasa nikija kama Nairobi nitapiga sherehe na marafiki. Yeah, like that. But sasa rarely do that. Kuandika vitabu na sherehe kwa ngumu. You need concentration. Yes. Mwambie vitabu na sherehe itakuwa ngumu dadangu. So alright, bwana ndio hivyo, piga story naye. Tuko naye Rehema Kiteto. Na mimi kuna watu wanakusikia right now, jamii inakusikia. Tuko naye Assistant County Commissioner. Yeah. Na tunashukuru sana kwa naye. Lakini najua kuna jamii pia. Wewe kama mtoto wa kike unalipi kwa wazazi haswa? Kwa sababu unajua mimi kikweli unajua kana mimi huenda kwa mwana sawa. Ongea na wazazi. Mimi sasa nilikuwa nasema. Acha ongea na mimi. Mimi niko sawa pale nipo mtangazaji. Lakini yani kuna baadhi ya sometimes wazazi wanakasha tu tamaa na vitu kama hivyo. Ongea na wazazi, lakini pia vile ongea na kijana kwa haraka tu, unawaambiaje? Okay. Ni kama umesoma kitabu changu cha daring. Like unaona wazazi wanakuwa sometimes wanakuwa overprotective. Ama wanakuwa ni kama hawatuamini. Yeah. Wakati mimi nilikuwa naanza sasa kushughulikia ndoto zangu, tulisumbuana sana na baba yangu. Like dada hakuwa ananiamini vile, anaona ni kama bado hii si yako Rema, wacha siasa, acha kwenda journalist, acha hizo mambo mengi. So ningependa kuambia wazazi amini huyo mtoto wako. Tena nakwambia wewe muamini kuwa anaweza. Alafu ukue hapo ukimwambia kuwa ukianguka mimi nitakushika. Kwa sababu kuwa kama unashinda kwambia usifanye hii, sasa mimi nitatoroka nitafanya. Alafu siku utaanguka, najua babangu aliniambia sifanye, so like kiboko iko. But sasa wewe ukimwambia enda mkesi uanguke mimi nitakupa kushika. It was throughout my struggle nilikuwa nataka tu dada niambie hivyo. Mzazi wangu aniambie hivyo, Rehema niko hapa na wewe. Liko tu kuaminia. That's what. So aminia mtoto wako. Hata wale ambao kwa shule niliona sometime ile wakati results zitoka, kuna wazee ambao walikuwa wanakelesha watoto wao sio wameanguka. Imagine mtoto wako. Hata mtoto mwenye unaongo unajua pia naye anataka kupatiwa motisha. Patia yeye motisha, yani muamini. Kikubwa nakwambia chenye mtu anafaa kupata ni ile mtu akwambia Clemo mimi nakuaminia. Yani unaweza pepea kabisa. Lakini ukikosa hata mtu mmoja anakuambia mimi nakuaminia, maisha yanakuwa ngumu. Hata sasa mtu ambie Rehema nakuaminia utafika mahali mko nafaka. Mimi sitaisahau hayo maneno moyoni mwangu. Alright. Tukimalizia Rehema, of course wanasema umekusikia hapa lakini watakusupport mtandaoni. Kikweli nilikuwa mimi pia nafuatilia pale kwenye mtandao. Kuna baadhi ya ngoja unanifollow? Of course. Asante. So mimi naangalia comments sana. Of course upendo ni mwingi. Unafanya unasikiaje kuna baadhi ya raia wanakupenda hivyo? Ama wana appreciate yani? Ni overwhelming. Sometimes nafikiria how do I pay back the love? Probably by doing chenye nafaa kufanya, lakini I feel bado haitoshi.
but nafurahia kabisa the support that I'm getting online. Safi. Gen Z iko from 1997 uko 28. So ni Gen Z bado. Lazima ungefanya lazima tungejua. Sasa bwana aitwa Rehema Kiteto, Assistant County Commissioner, CEO, author, na pia vile the youngest. Ukisikia ni yani ni mdogo. Na kwa yule ambaye wakufuatilia wapi Rehema? On social media? Yeah. Facebook, that's my biggest platform, Rehema Kiteto. On TikTok, Rehema Kiteto. Instagram still Rehema Kiteto. X, Rehema Kiteto. Okay. All right. Bwana mimi nasema shukrani sana wakuja. Asante. Shukrani sana na mimi tutaongea zaidi Kiteto jamani. Utaki namba? Namba. Ofisa kama Tandrusi. Ofisa utamruhusu apate Clemo namba jamani. Usharuhusia. Ni dadangu. Lakini tunakutekea kila laheri. Asante sana. Na pia tunapenda kazi ambayo unaifanya. Tunaomba Mungu pia azidi kukupatia that energy. You continue serving the people. Yes. Na pia tuserve huko ndani, you know. Na inafurahisha pia kuna watoto wake pia wanajituma.